Pendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tuko mwaka wa jubilei kuu ambayo tunaongozwa na kauli mbiu maujaji wa matumaini au maujaji katika matumaini. Tunapoongozwa na mbiu hiyo, kauli mbiu hiyo, katika Dominika hii ya 4 ya mwaka C wa kanisa, tunaadhimisha Dominika ya mchungaji mwema. Ni Yesu Kristo mwenyewe anajitambulisha kwetu tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 10. Leo tumesikia katika sehemu ya Injili ya Yohane sura ya 10 aya ya 27 mpaka 30, kimwelezea sifa za mchungaji mwema. Na ni siku maalum vile vile ya kuombea miito. Na yote haya, mchungaji mwema na kuombea miito, vinaenda pamoja. Na vyote hivi vinatualika sisi sote kwamba kwa kumfuata Yesu Kristo tuwe wachungaji wema, kila mmoja katika nafasi yake. Kila mmoja katika nafasi yake awe mchungaji mwema. Mchungaji mwema yupoje? Huyo ambaye analea miito, yule ambaye anawafanya watoto wa Mungu wapambanue miito yao, waweze kumfuata. Kwanza sisi wenyewe tuko katika wito mkubwa kuliko yote. Tumeitwa kuwa watakatifu. Kila mmoja wetu tumebatizwa, na katika ubatizo huo tukaitwa kwanza tutangaze habari njema. Tumepata kipaimara, tukaimarishwa tuwe askari hodari wa kulinda imani ya Kristo, kumtetea Yesu, kuitetea hiyo imani na vile vile kuishi hiyo imani. Tuwe maaskari hodari, lakini bado tunaendelea kulishwa, tunaendelea kuimarishwa, tunaendelea kutakatifuzwa katika maisha yetu. Kwa sababu hiyo, mchungaji mwema ni yule anayeongoza, na kiongozi yuko mbele, wale anaowaongoza wanamfuata. Kama kuna shida mbele, yeye ni wa kwanza kuipata. Na wale ambao anawaongoza, yeye ndiye anatangulia. Kama anapata shida anakuwa wa kwanza, na sio yule anayetanguliza vitani watu. Yeye anakuwa wa kwanza, mstari wa mbele, anaongoza. Mchungaji mwema anaongoza. Mchungaji mwema analisha. Anajua kabisa kwamba kondoo wangu wanahitaji chakula gani, ili awalishe waweze kushiba. Mchungaji mwema anatuliza. Na katika hayo yote ni mlezi mkuu. Anatuliza akiangalia kuna kondoo walioumia, kuna kondoo ambao wameumizwa na watu wengine, kuna waliotendwa, na wenye huzuni katika mambo mbalimbali. Anatuliza. Mchungaji mwema analea. Huwezi kulea kama hujui. Na kwa sababu hiyo Yesu Kristo anatulea sisi katika habari njema ya ufalme wa mbinguni, tuishi navyotupasa kama watoto wa Mungu. Na anatuachia kazi hiyo, kila mmoja katika familia, katika nafasi yake, kulea katika imani. Na ndio maana kwa upande wetu lazima tuifahamu vizuri imani yetu. Lazima tuifahamu vizuri imani yetu inayoendana na maadili yetu kama Wakatoliki. Katika hili kuna watu wengine wanachukua kirahisi. Tunapokutana na wenzetu, tunapochanganyika na imani zingine, tunasema wote tunamwamini Mungu mmoja. Si Mungu yule yule. Tunarahisisha, si Mungu yule yule. Lakini sasa unaposema si Mungu yule yule, hujajiuliza kwa nini wewe ni Mkatoliki, na kwa nini yule anaitwa jina lile, na kwa nini yule mwingine anaitwa jina lingine. Kwa nini? Na kwa sababu hiyo, kama ninalea
Hata kama nina watoto wangu hawa, wawe ni mabinti, wawe ni wavulana fulani, hao nilio nao ni watoto wangu, ni wale wajue. Na hata wanapopambanua miito yao kwamba huyu anapenda ndoa, si kila mmoja anaweza kama mchumba. Neno mchumba ni takatifu. Lazima niangalie. Si swala la kuangalia pesa, si swala la kuangalia yale ambayo yananifurahisha mimi. Hata katika watoto wanaozaliwa, watoto wetu, kwa sababu tunajua tunaanza kulea watoto wetu wakiwa tumbaoni mwa mama. Wanapozaliwa tunawapa jina, lakini jina linalea. Jina hili linaumba. Unapomwita mtoto matatizo, atakuwa matatizo kweli kweli katika maisha yake. Ukimwita tabu, ukimwita sikujua, hakujua nini, ukimwita vumilia, ni majina gani hayo ambayo yaumba? Kwa hiyo tunalea. Kwa mchungaji mwema analea. Yesu Kristo ametulea, ametuachia kazi ya kulea, na tuwalee sasa watoto wetu katika imani yetu, katika maadili yetu, ili wakuwe katika hiyo. Lakini vile vile mchungaji mwema anasahihisha pale ambapo kuna kupotoka. Na ndio maana tunasema kwamba tunaongozana. Katika ulimwengu wa leo, wakati mwingine tunajisahau na kudekeza watoto wetu tunavyowalea. Kwamba mtoto anapokosea, enzi zetu tulilelewa kwamba unapata adhabu ya upendo. Lengo ni kukurekebisha. Mwisho wakati tulipokuwa kumbe ndio maana wazazi wangu walikuwa wananiambia hivi, kwa sababu hii ina madhara haya. Kumbe ndio maana. Lakini sasa leo hivi tunaweza tukavutwa na ulimwengu wa leo ambao wanasema kwamba tunaangalia, tunasema haki za binadamu, wakati fulani tunatafuta haki za binadamu ambazo hazipo. Tumeona wale hata mashoga wanasema eti haki za binadamu. Nje ya mpango wa Mungu kabisa. Sasa haki ya binadamu, kulea huko sio kulea, wala sio kusahihisha. Kusahihisha ni kuhakikisha kwamba tunaenda katika njia ile sahihi ya kumwelekea Mungu, kadiri ya imani yetu, kadiri ya mafundisho yetu. Na ndio maana tunamwangalia mama kanisa anayetulea sisi katika imani hiyo. Mchungaji mwema analinda watoto wake. Hataki watoto wake wapotee katika ulimwengu huu ambao ni geugeu, ambao kizubaa unakwenda kweli kweli, na unaweza usijue hata cha kufanya. Na ndio maana nasema kwamba kulinda, leo hii tunahamasisha kabisa tulinde watoto wetu dhidi ya mashambulio mbalimbali katika ulimwengu wa leo. Tusiwe bize sana tukasahau familia zetu, na tusiwatafutie watoto wetu cha kufanya kwamba sasa saa hizi wewe utaoa, wewe utaolewa na fulani, wewe utafanya. Tuwasaidie wapambanue miito yao, ili Mungu anavyowaita waweze kuitika kadiri ya wito ule ambao anawaita. Na ndio maana tunapoambia miito mitakatifu ni mambo muhimu sana. Kama wazazi ambao tunalea watoto wetu katika imani Katoliki, kuwalea kadiri ya mafundisho ya imani Katoliki na maadili Katoliki, na kuwasaidia wapambanue miito yao, kusafiri nao katika mahangaiko yao ya maisha, ili waweze kuvuka salama. Tusiwaache tu tukafikiri tuko bize. Watoto wetu watutambue kisaikolojia. Waingereza wanasema waweze kubalance maisha yao. Watambue tabia ya baba, watambue tabia ya mama. Malezi si ya mama tu, malezi si ya baba tu, ni baba na mama. Na ndio maana mtoto anaanza kujifunza kwenye familia, mama, baba, kaka, dada, ndipo anapoenda shuleni anapata walezi wengine. Lakini malezi yale ya nyumbani muhimu sana, ndiyo yanayotufanya tujitambulishe sisi ni nani. Ndio maana katika Injili ya leo tunamuona anavyojieleza mchungaji mwema.
Mchungaji mwema anajua kondoo wake, nao wanaisikia sauti yake. Anawajua kondoo wake, nao wanaisikia sauti yake. Ulimwengu wa leo una sauti nyingi. Ukizubaa hasa katika afya, kwa mfano katika matangazo ya biashara, hata sabuni hizo, sabuni hii inafanya ngozi hiyo hivi, sabuni hii inafanya uanye. Utanunua sabuni, utajaza nyumba yako yote, lakini bado hutapata sabuni sahihi. Sawa ya biashara zilizopo, sauti hizo nyingi. Na si hilo tu, hata katika imani. Huyu anasema mimi ndio mwenyewe, na mwingine kule anasema mimi ndio mwenyewe, mimi nitakuponya, mimi nitakufanya hivi. Usipokaa chini na kupambanua ipi ni sauti ya mchungaji mwema, utapotea. Na ndio maana utawaita watu ni manabii, utawaita watu wachungaji, wananiwa mitume, utawaita watu wa upako. Utasahau kama wewe umepakwa na wewe mafuta, utajisahau kama wewe ni Mkristo. Wewe utakuwa ni kufuata watu baada ya kumfuata Mungu. Tunasema kwamba anawajua kondoo wake. Anatujua vizuri sana Yesu Kristo sisi. Anafahamu mahitaji yetu sisi. Anafahamu makosa yetu sisi. Anatujua tulivyo. Na ndio maana hata ninapoenda kuungama, ananijua kabisa kwamba nimefanya nini. Nikificha najua hili mtoto limeficha dhambi. Angalia linavyosema kwamba na zile nilizozisahau mbona hii haitamki. Anajua. Ni tofauti na sheria. Sheria inaangalia nje, lakini kwa Mungu anatuangalia tulivyo. Sheria, ukiwaza kwamba mimi nataka kuua, moyoni mwako kashika kisu, hakuna atakaye kukamata. Lakini ukishika kisu sasa na muinulia mtu tayari, wewe ni muuaji wewe. Lakini sasa kwa Mungu sio hivyo, anatujua. Ndio maana yale tunayoyatenda, hata kama ukijificha kwa watu, uwezo kujidanganya mwenyewe wala uwezo kumdanganya Mungu. Ingawa katika ulimwengu wa leo tunatafuta kuonekana na watu. Na kama hujaonekana na watu, wewe ni mtakatifu wa watakatifu. Lakini kama watu wamekushika, wewe ni mwovu na ni shetani kabisa. Na hata wale wenye maovu makubwa watakushangilia wewe. Lione. Ndivyo ulimwengu ulivyo. Lakini mbele ya Mungu anatujua tulivyo. Na kwa sababu hiyo tunapomwendea, tumuendee tulivyo. Na huyu mchungaji mwema anatupenda tulivyo. Na udhaifu wetu wote, na makosa yetu yote, na anatutegemea sisi kurudisha upendo huu kwake kwa kulishika neno lake, kwa kufuata maagizo yake inavyotupasa kama watoto wa Mungu. Anaongea na sisi huyu mchungaji mwema. Tunaweza kusikia sauti yake. Tuko katika kelele nyingi, lakini anaongea na sisi. Anaongea na sisi katika maandiko matakatifu. Sio wavivu kusoma maandiko matakatifu. Tunaongea na Mungu katika maandiko matakatifu. Anaongea na sisi katika mababa zetu wa kiroho wanaotuongoza. Anaongea na sisi, wale wanaosimamia yale ambayo ni mafundisho ya imani Katoliki. Wanapotuongoza, wanapokemea. Anaongea na sisi kupitia marafiki zetu. Wakati mwingine tumeonywa na tukaambiwa kabisa, jamani, wewe unatukwaza. Mtu ambaye amesema tukukwaza kwa sababu ya binadamu wa leo hapendi kusikia yale ambayo ni kinyume, anapenda kusikia sifa. Na kwa sababu hiyo rafiki akisema wewe unatukwaza, wewe una kiburi, una majivuno, huyo kutoka hapa anakuwa ni adui katika maisha yake. Na ni hatari ya mwanadamu wa leo. Lakini Mungu anaongea na sisi, ni ujumbe wa Mungu kutuambia wewe una kiburi, wewe una majivuno, wewe ni mvivu. Anatuambia Mungu huyo. Lakini anaongea na sisi katika matukio ya maisha yetu. Anaongea na sisi matukio mbalimbali ya maisha, tunaonywa, tunaangalishwa. Anaongea na sisi. Na pamoja na haya anatunong'oneza kila mmoja wetu
Anatunong'oneza katika dhamiri zetu. Dhamiri za leo wakati fulani tunasema zimekufa. Ukiona kama unaambiwa huyu jamani mnyama sana, hiyo dhamiri yake imekufa. Maana wewe umesahau ubinadamu. Sasa mnyama kabisa huyu, dhamiri imekufa hiyo. Lakini Yesu anatuambia katika hilo. Kwa ndio maana anasema hata katika malezi tunalea dhamiri za Kikristo, ili dhamiri hii ambayo ni hekalu takatifu ambamo Mungu anaongea nasi kwa ndani wakati watu wengine hawasikie. Na kule anatoa wewe, acha uvivu, acha majivuno, acha kiburi. Anatuambia, anaongea na sisi katika dhamiri zetu. Lakini anaongea na sisi vile vile na kutunong'oneza katika maumivu tunayoyapata, mahangaiko ya maisha. Lakini vile vile katika furaha zetu anaongea na sisi na kutuongoza na kutusaidia. Lakini mchungaji mwema anatupa uzima wa milele. Tumebatizwa sisi. Katika ubatizo tayari tumezaliwa kuwa wana wa Mungu kwa kupewa neema ya utakaso. Tumesha kuwa wana wa Mungu, tunapata uzima mpya huo. Lakini pamoja na hiyo vile vile anatuimarisha katika sakramenti ya kipaimara. Tuwe maaskari hodari wa Kristo kama alivyosema wakati ule, na wakati huo tuweze kuwa wahubiri wa habari njema kwa maisha yetu. Lakini vile vile anatupa chakula cha kiroho, Ekaristi Takatifu. Napoenda kukomunika kwa imani nampokea Yesu Kristo, na katika hilo napata uzima. Napata uzima, sitapata kwa shako ya kiroho, sitapata marasima ya kiroho. Nitashiba na nitakuwa na nguvu ya kumtangaza katika maisha yetu. Lakini vile vile anatutakatifuza kupitia makuhani wetu. Unajua kwamba kuhani nasema katika kuhani, unajua kwamba sisi sote ni mapadre kwa ubatizo wetu, kwa kushiriki zile ofisi za Kristo: kuhani, nabii na mfalme. Lakini kuna ukuhani wa huduma. Hawa wanayo mambo matatu ambayo ni muhimu. Wanatufundisha, lakini vile vile wanatuongoza, lakini wanatutakatifuza vile vile. Ni kupitia kuhani huyu Yesu anaishi kati yetu, katika familia zetu. Yesu anaishi katika ulimwengu huu kupitia mikono ya kuhani katika misa takatifu. Ndio maana nasema kwamba anaongea na sisi hivyo. Kwa hiyo katika hilo tunapata uzima huo, na ndio nasema kwamba kwa kufuata hivyo, kwa sakramenti hizo, kwa kufuata yote haya, tunapata uzima wa milele. Tumeona katika Injili ya leo. Lakini vile anatulinda. Anapotulinda, anatuweka katika mikono ya Baba ili tusipotee, tuweze kudumu zaidi. Ndio maana anasema kwamba hakuna atakayemnyang'anya katika mikono ya Baba. Na kama tusingekuwa na mlinzi kama huyo, tungenyang'anywa, tungepotea. Ndugu zangu wapendwa, wana Bagamoyo, ndio tumekuwa kwanza jimbo jipya, lakini vile vile lina siku linaendelea kuzeeka. Lakini jinsi linavyoendelea kuzeeka, na sisi wenyewe tunahitaji kukua katika imani hii. Tutambue kwa upande mwingine ni jimbo jipya, kwa upande mwingine mlango wa imani. Kienda hivi utaona pale kabisa kwenda kwenye msalaba pale ndipo wa misionari walipoingilia kwa ajili ya kutangaza habari njema. Ukija huku pande huu utayaona makaburi, na ukisoma makaburi yale utaona wengine ni wachanga wadogo kabisa, miaka 20, miaka ngapi, lakini wamepoteza, wameondoka. Na kwa sababu hiyo tulipotangazwa na kuundwa na kuzinduliwa rasmi kuwa jimbo la Bagamoyo, jimbo jipya, tutambue hivyo kwamba ni wakongwe katika imani. Na kwa sababu hiyo tuonyeshe mfano. Na kwa namna pekee kanisa letu hili, kanisa la Moyo Safi wa Mama Bikira Maria, ndio kanisa kuu la kiaskofu, kanisa kuu la jimbo la Bagamoyo. Kwa sababu hiyo watu wote sasa wajifunze kwetu katika mambo yote, katika liturujia,
katika kusali, hata katika muda kuwahi kufanya nini, mstari wa mbele. Kila kitu watu wajifunze hapa. Kifanya uzembe hapa wanasema kanisa kuu 1 2 3. Wanajifunza kwetu kwa sababu tuwe mfano katika kuimba, katika yote. Yaani wakifika hapa wanasema tumetoka kanisa kuu. Na kwa sababu hiyo ndio maana kanisa lililofunguliwa wakati jimbo hili linazinduliwa, kanisa hili, si kanisa lingine. Na kwa sababu hiyo tuweze kuamka kabisa, na tusije tukafuata mazoea, tukaishi katika mazoea. Tuamke, maana tutaangalia hata katika sadaka zetu, waseme kanisa kuu liko hivi, katika zaka kanisa kuu liko hivi, katika majitoleo kanisa kuu liko hivi. Ndio maana nasema kanisa kuu. Na vile vile tunaishi kati ya imani mbalimbali. Katika kuishi kati ya imani mbalimbali hizo, hata wenzetu hao watuone katika mshikamano wetu, katika kupendana kwetu, katika kushirikiana kwetu, nao wavutwe waweze kuja siku nyingine, waweze kusali na sisi. Yote haya tunayo kazi mbele yetu, na tuombee mito mitakatifu kama leo tunavyoita. Na tunapoombea mito mitakatifu, tutambue wito wetu mkuu, lengo letu kubwa, tuende mbinguni, tuwe watakatifu, tuishi kadiri Mungu anavyotutaka tuishi, ili tunapofika mbinguni hata siku moja, kama kuna nafasi kule, wasema wana Bagamoyo wale, na sisi tushikane mikono. Wana Bagamoyo vipi? Mwingine atatangulia, mwingine atafuata, atatukamkaribisha, bwana karibu nafasi ya kuishi vizuri, kwa kusaidiana, kwa kupendana, kwa umoja ambao utatuvuta sisi. Tumsifu Yesu Kristo.